Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu wa dunia, kutufikisha hapa siku ya leo, siku ya furaha kabisa, siku ya upendo. Naona kila mtu anatabasamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Zakaria Mzuki, ni mkurugenzi wa kampuni ya Rock Solution. Wengi wenu mnanifahamu, si ndio? Watu wananifahamu vizuri. Watu wananifahamu kwa sababu nilikuwa nikiwatembelea mara kwa mara, na nilikuwa nikifika Kahama mara nyingi napenda kwenda kuwaona. Katika safari yangu niliambatana na watu takriban 4 ambao nimekuja nao. Sikuweza kuja na mama, pia naye ana shughuli kama hii Mwanza. Kwa hiyo tumegawana. Ananiambia wewe nenda, wacha mimi nibaki. Kwa hiyo naomba salamu sana. Wote nilioambatana nao, wa kwanza kabisa mkono wangu wa kulia simama. Huyu bwana anaitwa Bwana Bakari. Yeye ni engineer kwa mambo ya ujenzi, na ndio pia ni mmoja kati ya watu ambao wanajengea kanisa hapa. Makofi kwa Bakari. Anayefuatia ni mjomba wangu Rajabu. Wapungie mkono. Mbokai. Anayefuatia katikati, naomba nisimtambulishe kwa sasa, niruke. Huyu bwana anaitwa Bwana Kasim. Wapungie mkono. Huyu Kasim ni kaka yangu, pia ni dereva wa kampuni yetu. Huyu anayefuatia ningependa aje mbele hapa kabisa. Asogee kabisa ili nimtambulishe vizuri. Basi fungue tu tutakunywa atakapo. Ndugu zangu, naomba usikivu sababu ni jambo muhimu. Ili mtambue kwa nini mimi leo niko hapa. Huyu bwana anaitwa Bwana Francis Kasumbi. Ni baba yangu mdogo. Huyu katika maisha yangu ndio alichukua jukumu la kulea mimi. Hata mimi ni yatima. Baba yangu na mama walikuwa mdogo. Huyu bwana alichukua jukumu la kulea mimi. Ningali nikiwa mdogo. Mpaka kufikia umri huu nilipo sasa. Ndiye nilimzungumzia kwa sababu kujua jambo jema lazima nizungumzie mara kwa mara. Nishamzungumzia huyu bwana. Huyu ndio alikuwa anakubali ambaye suruali kushanika ili niende shule. Huyu bwana. Ukiona kama mimi tunafanana, lakini kwa sababu ana neema ya Mungu anaonekana kijana. Ana neema ya Mungu. Kwa hiyo watoto siku zote mkiwa mnaomba, mkiwa mnasali, hakikisheni kwamba mnamwombea huyu bwana ndio amefanya pengine leo uwe na amani na uwe na furaha. Katika watu ambao wanaombea na nawashukuru ni huyu bwana. Namshukuru Mungu kwanza, lakini pia namshukuru kwa uwezo wake, alijitoa kwenye kujaza kumwagia soda hapo bure. Simama. Kwa sababu ya muda, naona mkono, sitakuwa na mengi ya kuongea. Pamoja na wale wenye mambo mengi sana kwa siku ya leo. Sherehe hiyo bila sikuongea sana. Lakini kulingana na changamoto barabarani tunachelewa kidogo, na naona watoto wao sasa hivi wanahitaji na ndio kwenda na kupata chakula. Kwa sababu tunataka sana kwa ufupi. Watu hapa ni sogea. Sasa hata kuonekana kwenye CV mwenyewe ni kibaya. Mbona mimi si mnanipinga tu? Mimi nilikuwa kidogo.